waliotaka ni wale wenye imani. Yesu anaokoa viziwi na viwete, wale waliotaka ni wale wenye imani. Twende, twendeni, twende tuokoke. Twende, twendeni, twende tuokoke. Shalom, shalom, na wasalimu katika jina la Yeshua aliye hai. Apewe sifa Mwokozi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, atupae nafasi ya kutubu na kuungama ili tupate kuendea msalaba kwa kuoshwa na kutakaswa dhambi zetu. Kwa maana itamfaidi nini mtu kupata ulimwengu wote kama akijiangamiza mwenyewe na kujipoteza? Ni wewe mwenyewe utakayejipoteza katika ramani ya Mungu ya utakatifu, na ni wewe mwenyewe utakayejiangamiza katika dhambi. Maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Roho, zawadi ya Roho Mtakatifu inaambatana na ufalme wa mbinguni. Na nitakusomea kitabu cha Yohana 3:16. Amen, glory. Maandiko yanasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana pekee. Kwa hiyo tunapopata mwana pekee, Yohana 17, tutapata Mungu wa pekee. Haleluya. Kwa hiyo unaweza ukakutana na wana wa Mungu, lakini ni vigumu kumuona mwana pekee. Yohana 17 mstari wa 3. Maandiko yanasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee, Mungu wa pekee, mwana wa pekee. Kuna kitu kikubwa wa kweli, Mungu wa pekee akamtuma mwana wa pekee. Maana yake ni nini? Kitabu cha Yohana hakiwezi kutafsirika na watu wa kawaida, kwa maana viwango vya uelewaji wa Mathayo na Yohana ni tofauti. Kwa hiyo nasema Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee, akamtoa. Hapa maandiko yametuambia kwamba na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee. Na hapa umeambiwa alimtuma mwana wa pekee. Kwa hiyo mwana wa Mungu anaweza akahubiriwa duniani, lakini kama hajahubiriwa kwa njia ya pekee, huyo sio mwana wa Mungu, bali ni Mungu ambaye dunia imemtengeneza ili akaabudiwe na Wakristo, na pia Uislamu wakamtengeneza akaabudiwe na Waislamu. Lakini kuna Mungu aitwaye Mungu wa pekee, akamtuma mwana wa pekee. Pekee inamaanisha utakatifu. Maana pekee ni kwa mfano ni mtu aliyetengwa peke yake, yani you are set aside, you are separated from the world. Huyu Mungu ambaye ndio uzima wa milele huwa anawatenga watu na dunia. Ndio maana anaitwa wa pekee. Yani anawafanya watu kuwa wa pekee katikati ya ndugu na jamii. Unakuwa ni mtu mwenye matendo ya pekee. Yani ya pekee inamaanisha wenzako wanazini, wewe huzini. Wenzako wanasengenya na kuiba, wewe uko mwaminifu na unafanya mambo yako kwa njia ya upole na utaratibu. Wenzako wanatumia mapambo, wewe ni wa pekee. Yani kupata mtu kama wewe inakuwa ni vigumu. Kwa hiyo utakatifu ni hivyo. Maandiko yanasema watu waliyaeka maneno haya kwenye maandiko, wanasema kwamba hakuna mtakatifu duniani. Lakini unaona Biblia inatuambia tunamwabudu Mungu wa pekee. Akamtuma mwana wa pekee. Pekee inamaanisha utakatifu. Sasa na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu mtakatifu. Wakujue wewe Mungu mtakatifu. Na Yohana 3:16 inasema, kwa maana jinsi hii namna hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana mtakatifu.
mwana pekee. Pekee inamaanisha utakatifu, mpaka akamtoa mtakatifu ambaye ni mwana wake. Maandiko inasema hapa tu kwenye hicho kwamba kilichozaliwa na mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kwa hiyo Mungu ni Roho Mtakatifu na kilichozaliwa na roho ni roho. Kwa hiyo huyu Mungu akiwa ni Roho Mtakatifu akamtoa Mungu wa pekee, yani Mungu mtakatifu. Maandiko imesema iweni watakatifu kama vile Mungu alivyowaita alivyo mtakatifu, na akamtoa mwana. Yani kumtoa inamaanisha Mungu akauvua utukufu wa Aba na akajifanya kiumbe, lakini chenye tabia kama ya Aba. Inamaanisha akauvua utukufu, yani akakiumba kitu kitakatifu na akakishusha katikati ya wanadamu. Haleluya! Yani Mungu alipoondoka mbinguni akauvua utukufu na kuingia duniani, akawa ni mwana sasa. Kwa nini ni mwana? Kwa sababu ule utukufu na ile hekima iliyobaki huko ndiyo sasa ikabaki kuwa Aba, lakini si watu wawili. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba mwana wa Adam alipaa kupita mbingu zote, aliurudia ule utukufu na hekima na neema. Ndio maana Biblia inasema msalabani akiutazamia ule utukufu. Haleluya! Ndio maana mwili wake hakutuachia duniani. Kwa nini? Kwa sababu tungekuwa tunaabudu sanamu ambayo ni huo mwili, lakini alitaka tujue Mungu ni roho, kizaliwacho na roho ni roho. Ina maana ya kwamba kama wewe ni mtu wa Mungu vizuri, sharti la kwanza, neno la Mungu litaanza kukuingia, kisha utazaliwa kwa roho. Lazima uzaliwe kwa roho. Maandiko yanasema ya kwamba usipozaliwa kwa maji na kwa roho huwezi kuona ufalme wa mbinguni. Period. Yasiongeze wala kupunguzwa. Hicho ni kitabu cha Yohana 3 kuanzia Yohana 3 kuanzia 3. Yesu akajibu akamwambia, amini amini na kuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa mbinguni. Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho Mtakatifu, kwa neno na Roho Mtakatifu. Sasa hapa Yohana 3 nimekueleza pekee, inamaanisha huyu ni Mungu mmoja tu. Akiwa mbinguni anaitwa Mungu, akiwa duniani anachukua ile hekima ya mwana. Haleluya! Yani mwana ni Mungu pamoja na wanadamu. Baba ni Mungu pamoja na viumbe vya mbinguni. Yani Mungu katika mwili wa damu na nyama anaitwa mwana. Ndio maana ukijazwa Roho Mtakatifu unaitwa mwana wa Mungu. Kwa nini? Ni nguvu za Mungu. Ni Mungu pamoja na mwili wa damu na nyama. Mwana pekee. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Ulimwengu ni wanadamu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliwapenda wanadamu hata akamtoa mwanawe, akautoa utakatifu wake. Mbona aliutoa? Ili kila mtu amwaminie, kila mtu aaminie utakatifu asipotee, bali awe na uzima wa milele. Haleluya! Tunajiuliza sasa, tukisema kwamba utakatifu, Yesu Kristo, Yeshua ni utakatifu. Ndio maana aling'ang'ana sana akasema, mwili wangu haufai kitu bali maneno. Hayo maneno yanatuambia nini? Usizini, usiue, usiibe, usitukane, usimuone ndugu yako. Yani maneno hayo ni nini? Si ni utakatifu? Mwili haufai kitu bali utakatifu ni waambiayo ndio Roho Mtakatifu na ni uzima. Kwa hiyo tunaokolewa kutokana na maneno ya uzima wa milele yaliyotoka ndani ya kinywa cha mwana wa Adamu. Enyi mataifa, mnaokolewa kutokana na maneno ya uzima wa milele yanayotoka ndani ya kinywa changu. Mimi nayashuhudia yale ambayo naliyaona Baba yangu akiyashuhudia na kuyatenda. Matendo yangu yametokana na yeye aliyenipeleka, kwa maana nguvu zake zakaa ndani yangu. Nanyi mmepewa mimi ili niwe mmiliki wenyu wa milele, nazo nguvu zilizo kwangu zitakuwa juu yenu.
Kwa maana katika kila hali ya utakatifu lazima kuna nguvu ambazo zitakupa kushinda. Haleluya. Ndio maana Biblia imesema kwa kuwa Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Kwa maana wewe, Mungu hakumtuma mwana duniani hakumtuma mwana kwa wanadamu, hakutuma utakatifu kwa wanadamu ili uwahukumu ya kwamba wewe ni mwenye dhambi, wewe ni kahaba, wewe ni mzinzi. Hapana, bali wanadamu waokolewe katika, inamaanisha ndani ya huo utakatifu. Sasa wewe mwenyewe unaweza tu ukaangalia injili unazohubiriwa zinahusianaje na utakatifu. Haya, Mungu unayeambiwa atakuinua, atakufanyia nini, anahusianaje na upekee ule? Mungu atatokea wengi duniani, lakini hakuna Mungu kama Mungu wa Ibrahimu. Wana wa Adamu atatokea wengi, lakini hakuna mwana wa Adamu kama Yeshua. Mnajishuhudia mwenyewe ya kwamba Mungu ni utakatifu, nami nimetumwa ili kuwaleteni utakatifu. Na hakuna atakayenishuhudia ila Roho Mtakatifu atakayekaa mioyoni mwenu. Huyo ndiye atakayewaambia ukweli wa Mungu upoje. Haleluya. Maana kweli ikiingia ndani yako, ili neno la kweli ninalokuhubiria likiingia ndani yako, linakufanya kuwa huru kweli kweli. Mtu akiwa mwenye dhambi sana huwa afikiriagi vizuri, lakini ukiona neno la Mungu linafungua, kwanza linafungua masikio yako ili upate kusikia amri zake takatifu. Macho yako yataushuhudia utukufu wa Mungu uliovaa mwili wa mwanadamu na kunena pamoja nawe, ili upate kusadiki ya kwamba Mungu ni kweli. Nikisema Mungu ni kweli, kweli ni tofauti na ukweli. Kweli ni neno, usadiki kwamba Mungu ni neno la Mungu aliyefanyika mwili. Mataifa imefika wakati, maandiko yanasema kila roho inayokiri ya kwamba Yesu alikuja katika mwili imetokana na Mungu. Maana yake ni nini? Mataifa hakutujilia kwa mwili, sasa ameuvaa mwili ili kila roho ni mwanadamu. Usidhani roho ni kunena kwa lugha. Roho ni mwanadamu. Kila mwanadamu anayekiri ya kwamba Yesu alikuja mwilini, Kristo Yeshua alikuja mwilini, ametokana na Mungu. Ikasema ya kwamba amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Mtu anajiuliza, nitahukumiwa ninaamini nini? Aaminie upekee wa Mungu, utakatifu. Akasema, amini nawaambieni, maneno niwaambiayo ni Roho Mtakatifu na ni uzima. Kwa hiyo kama wewe unataka kuwa muamini, umeamini maneno ya uzima ambayo yamenenwa kupitia kinywa cha mwana wa Adamu, lazima utaanza kuona uzima unakuja kwako. Na ni uzima wa milele. Simaanishi tunaenda mbinguni, simaanishi kwamba uzima wa milele tutaupata mbinguni. Maandiko yamesema uzima wa milele hauchunguziki, kwa maana unakaa ndani yenu. Maana yake ni nini? Uzima wa milele hauchunguziki kwa maana unakaa ndani yenu. Mbinguni haiwezi kukaa ndani yetu. Nini kinakaa? Ni kile kilichoshuka kutoka mbinguni. Tunajiuliza, tutakwaje na uhakika kimeshuka kutoka mbinguni? Maana kuna roho nyingi siku za mwisho. Tutajua kulinganisha na Matendo ya Mitume 2. Maandiko yanasema walipokuwa wakiomba. Kwa hiyo mtu mwenye aombi anene kwa lugha. Sawa? Mtu mwenye aombi asinene kwa lugha. Lugha wananena wanaomba. Cha pili, watu waliokubali toba na msamaha wa dhambi uliotoka sio kwa manabii wala mitume, bali kwa Yeshua wa mbinguni, mwana wa Adamu, anenaye utakatifu. Haleluya. Kwa hiyo lazima neno liwajae.
Yohana 15 mstari wa 3. Ninyi mmekuwa safi kwa maneno niliyowaambia. Maana yake ni nini? Watu waliofundishwa neno la Mungu likaingia ndani yao na wakaamini ya kwamba haya maneno ndiyo yatakayoniokoa, kwa kuwa Mungu atanijilia kupitia neno hili. Ndani yako ukasikia amani. Hao watu wanapoomba huwa wanajiliwa na nguvu kutoka mbinguni. Hizo nguvu zilishuka Matendo 2:1. Ghafla akashuka upepo wa nguvu, Roho Mtakatifu akawakalia kama ndimi za moto, wakanena kwa lugha kama Roho Mtakatifu alivyowawezesha kutamka. Yaani hakuamka asubuhi akaanza ribaganda ribazeria. Hizo ni vitu vya uongo. Mimi ninaamini katika matendo. Kama ni lugha zitakoma, kama ni unabii, prophetess and prophet, vitakoma, lakini kuna kitu kitabakia milele, ni matendo. Watu wataikataa nuru. Amen, amen. Kwa kuwa wamependa giza. Watu wamezoea makanisa ambayo ni giza, hawapendi makanisa ambayo ni nuru. Haleluya. Kwa nini nakuambia utakatifu wa mwana wa Adamu ni tofauti na utakatifu wa manabii na mitume? Hata uone mtu anakuambia tubu, usherati ni dhambi, hiyo ndio imesema. Kwa maana Mungu hakumtuma mwana, hakuleta utakatifu ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Ndio maana angalia yule mwanamke aliyekuwa kahaba. Alipohukumiwa na wahubiri wanaosema wameokoka, Mafarisayo na waandishi wa sheria ya Mungu, na ndio sisi sasa wametume na manabii wa kileo walivyomhukumu, tunaona mwana wa Mungu hakumhukumu, bali anamuokoa kutokana na kifo ambapo walitaka kumpiga mawe. Lakini akamwambia nini? Akamwambia kwamba nenda na usitende dhambi tena. Haleluya. Kwa hiyo utakatifu unaondoa dhambi. Kuna tofauti ya utakatifu na toba za wanadamu. Ndio maana Yohana anawaambia tubuni, tengenezeni njia kwa ajili ya tengenezeni njia, nyosheni mapito yake. Lakini Yohana hakusema tubuni, ufalme wa mbinguni umefika. Kwa nini? Sasa hiyo ni toba ya ulimwenguni. Lakini kuna toba ya mbinguni. Toba ya ulimwenguni ni ile ambayo walitaka kumpiga kwa mawe. Lakini toba ya mbinguni, kuna tofauti ya watu waliotubu na watu watakatifu. Mtu aliyetubu, kwanza toba ni kwa ajili ya wenye dhambi. Utakatifu ni kwa ajili ya watakatifu. Chagua mwenyewe. Unataka kuwa repented church, mfano wa holiness and repentance, ama unataka kuwa mtakatifu? Utakatifu ni kwa ajili ya watakatifu. Toba ni kwa ajili ya wenye dhambi. Ndio maana kitabu cha Yohana ni moja kati ya vitabu vitakatifu katika maandiko. Hakieleweki. Kwa akili za toba hazielewi. Glory mercy, haleluya. Akili za utakatifu ndio zinazoelewa maandiko. Akili ya toba haielewi ufunuo. Ndio maana angalia wahubiri wote, waangalie wote, nani alishawahi kufundisha kitabu cha Ufunuo? Hakieleweki. Isaya haeleweki, Yeremia haeleweki, kwa maana hivi ni vitabu vya manabii watakatifu. Petro anasema these are men driven by the Holy Spirit. Those are holy prophets. These are men driven by the Holy Spirit. So you must first be driven by the Holy Spirit. There's tofauti, kuna tofauti. There is a difference of being driven and being filled. Hallelujah. Ndio maana nawaita Roho Mtakatifu walio ndani ya watu ya kwamba huyo ni Roho Mtakatifu very weak. I say it is ni moshi tu wa Mungu. Moto haujawaka bado. Moto lazima uwake kifuani mwako.
Kitabu cha Mithali kinasema na moto utawaka kifuani pa wanadamu. Ni nani atakayezuia ili asiungue? Kuungua ni kufanya nini? Ni nani atakayezuia ili dhambi zake zisiteketezwe? Na washa utakatifu moyoni mwako, na utakatifu ni moto. Maana maandiko yamesema utakatifu si ni neno la Mungu. Neno la Mungu ni nani? Si ni Mungu. Mungu ni nani? Ni moto ulao. Kwa hiyo huo moto unakula nini? Unakula dhambi za mwili wako wote hapa ndani. Ndio maana mwana wa Adamu akasema kwenye kitabu cha Mathayo ya kwamba safisheni ndani, kisha nje yake itakuwa tu safi. Sio kwamba safisheni nje yake itakuwa safi. Kitabu hicho ni cha Mathayo. Nikusomee Mathayo kidogo tu kwa haraka, 27 hapo. Mathayo 27 ama 20 na ngapi? Kitabu ni cha Mathayo. Acha nikusomee kitabu cha Mathayo 23. Maandiko yanasema Mathayo 23 kuanzia mstari wa ngapi? Mathayo 23 kuanzia mstari wa 25, 26. Ewe Farisayo, yani ewe Mkristo kipofu, safisha kwanza ndani ya kikombe, ili nje yake nayo ipate kuwa safi. Wanaosafisha moyo, kusuka kutachwa tu. Yani inamaanisha tuanze na ndani, alafu nje inabadilika. Kwa nini? Kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. Katika hazina ya mema, mema yatakutoka. Katika hazina ya utakatifu, utakatifu utakutoka. Nimekuambia waliotubu dhambi hawaingii katika ufalme wa mbinguni. Watakatifu wanaingia. Hiyo neno litakuwa gumu machoni penu, lakini ni neno lililo hai na ni kweli. Dhambi, yani kwa wewe kutubu lazima uwe umetenda dhambi, si ndio? Atendaye dhambi ni wa ibilisi. Full stop. Bali atendaye haki ana haki, kama vile Yesu Kristo alivyo na haki. Yeshua alivyo na haki. Maana yake ni nini? Atendaye dhambi ni wa ibilisi, na kabla utubu umetenda dhambi. Maandiko yanasema wamekuwa nguruwe wanaooshwa na wanarudi kugaagaa. Unatubu sasa hivi, jioni kabla iishe kabisa, kabla mchana uishe, usiku uingie, unatenda dhambi. Umeoshwa saa 8, umetenda dhambi saa 12. Toba ni kwa ajili ya wenye dhambi, lakini utakatifu ni kwa ajili ya watakatifu. Utakatifu unaanzia wapi? Pale ambapo neno la Mungu litaanza kukaa. Pale ambapo chombo cha mafuta kitajaa mafuta. Kisha taa yako ikienda kudidimia, inamwagiwa chombo, inamwagiwa mafuta ndani yake, kisha inaashwa. Rika sai glory masi. Acha nikusomee hapa mbio kwanza. Kitabu cha Mathayo 25 kuanzia mstari wa kwanza. Ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao. Nilikuambia taa ni roho. Waliotoa taa zao, taa ni roho. Wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi, wakatoka kuelekea mbinguni. Yani walitoa taa. Haleluya. Wakatoka kuelekea mbinguni, yani kuanza safari ya kwenda mbinguni, ndio kumlaki bwana harusi. Tunamlaki wapi? Mbinguni. Mbinguni hatuendi kwanza kwa kupaa. Mbinguni lazima tupitie mchakato unaoitwa unyakuo. 5 wenye busara na 5 wapumbavu. Wale waliokuwa wapumbavu walitoa taa zao wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo na taa zao. Tunajua katika hekalu letu tunafanya nini? Tunajua katika hekalu tunamsifu Mungu kutumia chombo kinachoitwa mikono. Tunapiga makofi. Tunamsifu Mungu kupitia chombo kinachoitwa kinywa. Unastahili kuabudiwa,
unastahili ewe Yesu. Haya, nimemsifu Mungu kutumia nini? Kinywa. Haya, sasa kitu kikubwa ambacho Mungu anakipenda, tunamsifu pia kutumia, yani vyombo. Akili yako inamsifu Mungu kupitia nini? Angalia kitabu cha Yoshua 1:5. Itakwambia, ewe Yoshua, sheria yangu isitoke kinywani mwako, itafakari. Kwa maana hatutafakari kutumia kinywa, ni akili. Itafakari mchana na usiku. Ndio maana neno la Mungu aliingia kupitia mdomo, linaingia kupitia sikio, linaingia akilini. Haliingii sikio likarudia mdomoni. Kuna watu neno la Mungu linaingia sikioni, linarudia mdomoni. Hao ndio watu ambao ukihubiri haleluya, nimebarikiwa, asante, namshukuru Mungu, lakini ndani yao ni mikebe mitupu, ni viziwi, hawajapata kusikia, hakuna hata kile. Ndio maana nimesoma vitabu hapa. Kuna watu hapa nikiwauliza dakika chache zilizopita nimesoma kitabu kipi, haukumbuki. Kwa nini? Linaingilia hapa, linatokea hapa. Ina maana nini? Wewe ni chombo kidhaifu. Maandiko yanasema, bali kinyonge kidhaifu atendaye machukizo hana nafasi. Ufunuo 22. Hana nafasi katika ufalme wa mbinguni. Nilikuwa nakuambia kuhusu chombo hiki. Ndio maana hebu jiulize, neno nimekuhubiria limeingilia hapa, likapanda akilini. Kupanda akilini likahifadhiwa. Lakini cha ajabu, limehifadhiwa likijaa vizuri, utakatifu umekujaa, unaelewa neno, akili imesafishwa, unaanza kunena kwa lugha. Unaanza kunena kwa lugha, linaanza kutokea hapa. Ndio maana linda sana kinywa chako kuliko chochote ulindacho. Ulimi ni kiumbe kidogo, lakini madhara yake ni makubwa. Alindaye kinywa ameviweza vyote. Kimjazacho ndicho kimtokacho. Riko hai. Haleluya. Kwa hiyo walitua vyombo vyao, vilikuwa na mafuta. Neno lilikuwa ndani yao, na pia wakajaza Roho Mtakatifu, wakaanza kuteketea. Ili kuambia Mungu ni moto ulao. Ukiwa na Mungu ndani yako, kama huo ni moto ulao, huo moto ukikuwa ndani yako utaanza kuteketea. Moto ulao si ni moto unayeteketea? Moto ulao ni moto unayeteketea. Moto si una sauti? Hata wasomi watakuambia moto una sauti. Riko sai glory masi. Na kama moto una sauti, inamaanisha hiyo sauti ndio kunena kwa lugha katika roho. Sasa kila aliyejazwa na moto ulao lazima utatoa sauti, ndio kunena kwa lugha. Lakini hakikisha pia huo moto unabakia mkubwa, ili uteketeze kila kichafu kitakachokuja juu ya maisha yako. Haleluya. Na pia hapa nitakusomea kidogo tu hiyo kitabu cha Mathayo 23. Nitakusomea kidogo 27. Nasema, ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki. Ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnafanana na makaburi yaliyopakwa chokaa. Mwili wako unafananishwa na kaburi limepakwa chokaa. Kwa nini? Nayo kwa nje yaonekana kuwa mazuri, bali ndani yamejaa mifupa ya wafu na uchafu wote. Tunajua uchafu ni dhambi. Mifupa ya wafu ni nini? Mifupa ya wafu ni elimu za uongo zilizojaa ndani ya roho yako. Yaani umejaa ubatizo wa maji mengi, umejaa utatu mtakatifu, umejaa majina ya makufuri ya Yezebeli, mwenyewe umejaa jina la wanadamu. Yaani umejaa mifupa ya wafu. Yaani watu walio, angalia, ubatizo wa maji mengi ni injili ya wamishonari. Amen, glory. Kwa sisi mataifa ni injili ya wamishonari, kwa sisi mataifa. Mishonari wamekufa, si ni mifupa? Mmejaa mifupa. Utapata ya kwamba ubatizo wa maji mengi unapata umehubiriwa na mhubiri aliyehubiriwa na mhubiri aliyehubiriwa na mhubiri, na hao ambao walihubiri kwanza wamekufa. Sasa ni nini? Umejaa mifupa ya wafu.
Kuna watu ambao mmeokoka, mnasema mnaenda kanisani, lakini mmejaa mifupa ya wafu. Na nasema kwamba mnafanana makaburi yaliyopakwa chokaa. Yaani mnajaribu kupendeza kwa nje. Hao ndio Wakristo. Unapendeza kwa nje, lakini ndani yako umejaa uwaji, wivu, husda, ufuska. Umejaa kila namna ya machukizo na uchafu. Uchafu huambatana na ndege mchafu. Ndege ni mhubiri, mchafu ni mwenye dhambi. Dhambi huambatana na neno unalohubiriwa. Amen, glory. Inasema vivyo hivyo ninyi kwa nje mwaonekana, sikiliza hapo. Vivyo hivyo ninyi kwa nje mwaonekana na watu kuwa wenye hekima, bali ndani mmejaa unafiki na maasi. Ukitaka kujua ndani yako imesafishwa, neno linajaa. Kisha kunaanza kuwa na hata kama uneni kwa lugha, dalili za Roho Mtakatifu zinaanza kuonekana. Dalili ni matendo. Unaanza kuona kwamba matendo yako yanakuwa tofauti na matendo ya wengine. Sasa niendelee hapa na kitabu cha Yohana 3. Niendelee kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Bali awe na uzima wa milele. Haleluya. Ili amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo kumbe mwana wa Mungu ndiye anatupa uzima wa milele. Sasa watu watasema mhubiri anayehubiri Yesu anahubiri uzima wa milele. Hapana. Inalingana na Yesu alihubiri nini, yeye anahubiri nini. Haleluya. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Mungu ni Roho Mtakatifu, nao wamwabuduo imewapasa wamwabudu katika Roho Mtakatifu na neno lake. Vitu vingapi? Viwili. Oh, Rabbi Sai Glory Sia. Nataka nikusomee kitu kuhusu uzima wa milele hapa. Kwanza nikusomee kitabu hiki tu cha Yohana 5:39. Yohana 5:39. Maandiko yanasema, Yohana 5:39. 38. Wala neno lake hamnalo likikaa ndani yenu, kwa kuwa ninyi hamwamini yule aliyetumwa na yeye. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye tuna uhakika, watu wengine wanasema wametumwa na mwana wa Adam. Maana Yesu Kristo ni mwana wa Adam. Alisema nendeni kote ulimwenguni mkawafanye watu wanafunzi wangu. Lakini anasema ninyi hamna neno la Mungu ndani yenu, kwa kuwa hamwamini yeye aliyetumwa na Mungu. Ina maana nini? Kama una neno utamwamini mwana wa Adam. Kama huna neno huwezi kumwamini. Yaani popote unaponitazama, ukiwa una neno la kweli, neno la Mungu ndani yako, utaniamini. Lakini kama huna, huwezi kuniamini hata miaka ishe 100. Kwa kuwa nini? Ndani yako umejaa maasi na unafiki. Umempenda mkuu wa ulimwengu sana kuliko kumpenda mwana wa Mungu. Haleluya. Umeshikamana na upotovu sana kuliko kushikamana na Mungu. Inasema hapo 39, inasema mwayachunguza maandiko matakatifu. Mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake. Mnachunguza maandiko, mnayatafsiri vibaya, mnashika vifungu vya Biblia kwa sababu mnadhani mna uzima wa milele ndani yake. Yaani kitu kimewadanganya watu ya kwamba maandiko yana uzima wa milele ndani yake. Lakini sikiliza anakuambia nini.
maandiko tu. Wewe ukisoma Biblia hii huwezi kwenda mbinguni. Lazima upate mtu aliyeshuka kutoka huko akueleze. Maana akili yako sio takatifu. Hutaelewa inavyotafsiriwa. Ukisoma tu na uelewe hivyo, utakuwa ushapotea. Inasema mnadhani ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Biblia hii haina uzima, bali na kushuhudia yeye atakaye kuletea uzima. Lakini watu wanaichukua hiyo na wanaachana na yeye mwenye uzima. Akasema nini hapa? Wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Mimi siupokee utukufu kwa wanadamu. Walakini nimewajua ninyi ya kuwa hamna upendo wa Mungu ndani yenu. Yaani nimewajua ninyi ya kwamba hamna Roho Mtakatifu ndani yenu. Yaani wala hamtaki kuja kwangu mpate uzima. Maandiko yananishuhudia, yaani mwayachunguza. Ndio kusoma Warumi, kusoma nini mnasoma, mwayachunguza maandiko mkidhani yana uzima wa milele ndani yake. Ninyi mtapata uzima wa milele ndani ya maandiko hayo. Wala hamtaki kuja kwangu. Haleluya. Wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Mimi ndimi njia, kweli na uzima. Hakuna ajaye kwa Baba yangu ila kwa njia yangu mimi. Imeisha hivyo. Mimi ndimi njia. Ni mwanadamu. Njia, ukiona njia, mimi ndimi njia. Njia ni dunia. Ndio maana tunapita tukielekea mbinguni. Yaani unazaliwa unaanza kutembea. Kutembea ndio miaka inaenda hivyo. Yaani unaanza kukua ndio kutembea. Unaelekea kuacha mwili wa duniani kaburini na kwenda mbinguni. Njia ni neno la Mungu. Kweli ni utakatifu. Uzima, njia ni neno. Uzima wa milele ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mimi ndimi njia, kweli na uzima. Maanisha mimi ndimi neno la Mungu, tena mimi ndimi Roho Mtakatifu, na mimi ndiyo uzima. Yaani mimi ndiyo utakatifu, mimi ndimi neno, mimi ndimi Baba. Yaani kiufupi, wale mnaoamini Utatu Mtakatifu hampo sahihi. Mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mimi ndimi njia. Njia ni neno la Mungu. Kweli ni Roho Mtakatifu. Watu watasema kweli ni neno la Mungu. Hapana. Kweli kwa Biblia ikisema kweli, hizi kweli ni tofauti kulingana na jinsi ambavyo imetamkwa hapo. Tuseme njia ni kitu kinachokuonyesha uende aje. Ndio maana nawaambia njia neno la Mungu. Kinakuonyesha upite wapi. Kinakuambia pita hapa, usipite hapa. Neno la Mungu linakuambia usizini, usioe mke wa pili, pitia hapa. Kuwa mwaminifu kwa ndoa yako, usioe mke wa pili. Yaani njia inakuonyesha njia ndio hii. Ipo njia iitwayo utakatifu. Isaya 8:35 ama 35 mstari wa 8. Ipo njia kuu itakayoitwa utakatifu. Yaani lipo neno litakalotokeza siku za mwisho, litaitwa utakatifu. Yaani litahubiri utakatifu. Kweli ni neno la Mungu, sikatai. Lakini kweli ilivyotumika hapa haimaanishi neno la Mungu. Maana neno la Mungu alikuwa ni Mungu. Neno la Mungu alikuwa ni Mungu. Full stop. Roho Mtakatifu ni nini? Anaitwa Roho wa Mungu. Roho wa Mungu ni nini? Ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo maana yake nini? Kweli inamaanisha Roho Mtakatifu. Uzima unamaanisha utakatifu. Utakatifu unahusiana na mbinguni. Na tunajua kwamba mbingu mkuu wa huko anaitwa Baba. Yaani Yesu duniani ni neno. Yesu rohoni. Yesu kwenye ulimwengu wa mwilini
huu wa damu na nyama ni neno la Mungu, ni nabii, mtu nabii, ni mwanadamu nabii. Lakini katika ulimwengu wa roho sasa, anavyonena kwa lugha, huyo ni Roho Mtakatifu, lakini ni mtu mmoja tu, ni mtu mmoja. Kisha akirudi katika mbingu zake alikotoka, kule anakoishi, sasa anaitwa Baba. Ndio maana Isaya alitabiri. Unajua manabii hawakukuwa kwenye ulimwengu wa mwilini. Ndio ni manabii wanaongea, lakini asema Bwana majeshi rise litresai, na ananena kwa lugha. Yani maana yake yale anayonena ni rohoni sasa. Ndio maana pia lugha za rohoni zinamtoka. Na anasema ya kwamba tumepewa mwana na ufalme wa Daudi baba yake utakuwa begani mwake, naye ataitwa Baba wa milele. Akisema tu Baba wa milele, tunajua Baba wa milele ni nani? Ni Mungu. Kwa hiyo alisema kwenye njia rahisi, naye atakuwa ni Mungu. Yaani tutapewa mkombozi hapa Israeli. Huo mkombozi ni Mungu. Maana anaangalia katika roho. Nabii huwa atabiri akiwa hivi. Anatabiri hivi, naye ataitwa Baba wa milele, yani anaona akiongea. Haleluya. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mimi ndimi njia, kweli na uzima. Hapa imesema mnachunguza maandiko, mnakataa wokovu wa kweli. Kwa nini? Kushika vifungu vya kibiblia visivyowasaidia, ambavyo haviwasaidii maishani mwenu na ubishi. Ikasema, walakini nimewajua ninyi ya kuwa hamna upendo wa Mungu ndani yenu. Mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu, wala ninyi hamnipokei. Walilikataa jina la Yeshua Israeli, wakagwamilia Yehova, kama vile ninyi wengine mtamkataa Yeshua na kumgwamilia Yesu Kristo, mkidhani mna uzima katika huo. Haleluya. Na pia nimetaka nikusomee kitabu kifupi hapa, kwenye njia fupi tu. Kitabu kifupi hapa nimetaka nikusomee ili tupate kujifunza kwa hicho kwanza. Amini, Yohana 5:24. Amini amini nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, yani haingii jehanamu, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Yani amepita kutoka duniani. Ndio maana nimekuambia dunia ndio njia. Amepita kutoka duniani kuingia katika ufalme wa mbinguni. Haleluya. Kila aniaminie, kila alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka, kila asikiaye neno langu na kumwamini Baba wa milele aliyenituma, ana uzima. Yani sasa ukitaka kujaza Roho Mtakatifu, sikia neno langu na kumwamini yeye aliyenituma, ambaye ni Aba aketie ndani yangu, una uzima. Sasa umeanza kujazwa Roho Mtakatifu, umeanza kusafishwa, matendo yako yaangalie sana. Lakini asiyeniamini amekwisha kuhukumiwa. Alafu kuna zawadi ya kuyasikia maneno haya na kuyaamini. Tunafaidika na nini? Maandiko amesema amepita kutoka mautini, haingii hukumuni. Jambo la kwanza, unapomwamini mwana wa Adamu na kumwamini ya kwamba huyu ndiye ambaye ameletwa Bwana wetu, Bwana wa kanisa, ambaye ametumwa na Mungu kuja kutukomboa, sasa haingii hukumuni. Biblia imesema haingii jehanamu, yani haingii hukumuni. Alafu cha pili, amepita kutoka mautini. Yani atauacha mwili wa damu na nyama na anapita. Anaenda wapi? Mbinguni. Alafu anasema amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Kuingia uzimani ni kuingia katika ufalme wa mbinguni. Hayo ni ya baadaye. Ya sasa hivi ina maana ya kwamba kila asikiaye neno langu na kuliamini,
neno la utakatifu, haingii hukumuni, inamaanisha hata hukumiwa kuwa mwenye dhambi. Kwa nini? Kwa sababu ameliamini jina la mwana pekee. Biblia imesema, kitabu cha Matendo kinasema, Matendo 10:43, kila aliaminie, huyo manabii humsema, kila aliaminie jina lake hahukumiwi. Kila aliaminie jina lake hahukumiwi. Na hapo umesikia, wala hataingia hukumuni. Haingii hukumuni. Hukumu ni kuhesabiwa makosa. Yaani ondoleo la dhambi linatokana na jina la Yeshua na kumwamini mwana aliyetumwa. Jina na aliyekuja na jina. Haingii hukumuni. Kisha, yani hahesabiwi makosa. Kama huhesabiwi makosa, inamaanisha umesamehewa dhambi. Baada ya kusamehewa dhambi, amepita toka mautini. Mautini ni mwili wa damu na nyama. Mauti ya dhambi. Yani amepita kutoka dhambini mpaka uzimani, mpaka katika roho yake ambao uzima utakaa ndani yake. Ufalme wa mbinguni hauchunguziki, maana unakaa ndani yenu. Uzima wa milele hauchunguziki, maana unakaa ndani yenu. Sasa amepita kutoka katika mwili wa damu na nyama, ameshinda hizo dhambi, na akafanyaje? Akaingia katika roho yake, akajaza Roho Mtakatifu, anasubiri ufalme wa mbinguni. Huo ndio mchakato wa wokovu. Haleluya. Lakini inaanza kwanza kwa kulisikia neno na kufanyaje? Kuliamini. Nataka kukusomea kitabu cha Yohana hiyo 5 mstari wa 17. Yohana 5 17. Akawajibu, Baba yangu anatenda kazi hata sasa. Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi. Basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa hakuivunja sabato tu, bali pamoja na hayo alimuita Mungu Baba yake, akijifanya sawa na Mungu. Katika Injili ya kweli, mwana wa Adamu akija huwa anaonekana ni anakufuru, kulingana na Wakristo wa kawaida ambao hawana Mungu ndani yake. Inasema ya kwamba walitaka kumuua kwa sababu gani? Alivunja sabato. Cha pili, alifanyaje? Alimuita Mungu Baba, alisema ni mwana wa Mungu. Cha tatu, alisema nini? Alijifanya sawa na Mungu, alisema mimi ni Mungu. Maana yake yeye ni Mungu wa pili, Mungu wa mbingu ya pili, ambaye Mungu anakaa ndani yake. Yaani Mungu, kulingana na sisi tupo kwenye mwili wa damu na nyama, tunaambiwa Mungu ni roho. Ukiingia rohoni utaambiwa Mungu ni roho. Yaani huko rohoni ambapo ulidhani Mungu sasa ni roho, unaambiwa Mungu ni roho. Ndio maana roho zetu zinaishi mbingu ya pili. Lakini yani Biblia ilisema, Yohana akasema kutashuka mbingu mpya na nchi mpya. Yaani kutashuka na dunia kama hii, lakini ya watakatifu kutoka mbinguni. Watakaoishi wataishi hivi, kuna mbingu na kuna ardhi. Nchi mpya na mbingu mpya. Lakini huko mbingu ndo kuna Mungu. Lakini huyu Mungu anakaa ndani ya Mungu ambaye ni wa hiyo nchi, mfalme wa hiyo nchi, ndo anayeitwa mwana wa Adamu. Na mfalme wa hiyo nchi kutakuwa na wawili. Mmoja atakuwa kuhani mkuu wa nchi nzima, dunia nzima ya mbinguni, ambaye ni Yeshua wa Nazareth, na kutakuwa na mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, yani mfalme atakayekuwa juu ya mataifa yote ya mbinguni, ataitwa Yeshua Kristo wa mataifa. Hivyo ndivyo mfumo wa mbinguni. Lakini hawa watu wawili wamejawa na Mungu ndani yao. Na sasa kwa nini wanaonekana wawili? Ni kwa sababu mili ni miwili, lakini Mungu ni mmoja.
Ndio maana mimi sijakuja na kitabu changu cha Biblia, nimekukarabase dindriika, ninahubiri yale maneno yaliyotoka ndani ya kinywa chake yeye mwenye haki, yule aliyekuwa Israeli, akaitwa mwenye kuvunja sabato, akaitwa mwenye kukufuru, na yahubiri hayo, kwa kuwa hayo ndiyo uzima. Amen, glory. Kwa maana yeye na mimi hamna tofauti. Tumevaa magunia tofauti. Mimi nimevaa gunia jeusi, yeye amevaa gunia jeupe. Amen, glory. Hallelujah. Yaani gunia ndio tofauti, lakini roho ni moja. Maneno hayo ni wenye hekima watakaoyaelewa, lakini wenye mwili wa kawaida hawawezi wakaelewa. Sasa tusemezane kwa habari za uokovu. Katika uokovu lazima damu ya Yesu Kristo wa Nazareth na neno lake lishirikishwe. Wanadamu watahubiri maneno yao, lakini Mungu ana neno lake. Neno la Mungu halibadiliki. Injili ambayo ilipaswa kuhubiriwa duniani ni ile iliyohubiriwa Nazareti, Galilaya na Kapanaumu. Lakini kama hii yetu ya leo sio kama ile, tumechakachuliwa, tunapigwa hela, tunanyanyaswa na kuibiwa kutumia silaha maarufu itwayo Biblia. Tumeweka vibaka wa rohoni kuwa ndio wahubiri na watu wanaotusaidia kukutana na Mungu. Mungu wa kigeni huwa na sheria za kigeni. Na hizo sheria, huyu Mungu alishaumbwa kutokana na Mungu wetu. Kwa hiyo anajua siri, anajua baadhi ya vitu vya Mungu wetu, ataviiga. Kumbuka, fake is always close to original, but fake will never be original. We have some characters and we have some features that only original has. Hallelujah. Fake holiness will always seem similar to the original holiness, to the true one. But we have some features and we have some characters that they cannot be replaced or manipulated. Kwa mfano, David Awor is the greatest prophet, is the greatest false prophet in Kenya. That prophet has a perfect fake holiness. Ndio maana kanisa likabadilika, akaanza kuitwa my Lord. Why? He was trying to be the son of a man. We have some characters that only original has. Hakuna mtu ambaye ni mwanadamu anayekuja akisema mimi ndimi Kristo. Kila kazi iliyoanzishwa na mwanadamu itavunjwa, bali kila kazi iliyoanzishwa na Mungu itadumu milele. Msionekane mnashindana na Mungu. Akabaki kuwa he is Moses and Elijah, 2 in 1. He helps God in creation. Kuna Tanzania wahubiri wengi waongo sana, wote, nasema wote. Yaani Tanzania hakuna mhubiri wa kweli. Ikiwa Tanzania ndio nchi mboni, jicho la dunia litamuona Mungu akitembea Tanzania. Jicho la dunia litamuona Mungu vizuri. Mungu ataanza kutokea Kenya, atatembea kama vile anatambaa. Dunia haitamuona vizuri. Lakini atakapoingia Tanzania, atakapotambaa akafika Tanzania, Rico Glory Masi, atakapotambaa akifika Tanzania, hapo ndipo jicho la dunia litamuona Mungu hivi. Tulimsikia anaishi mbinguni, sasa tunamuona akipita katika vijiji na mitaa yetu. Kwa maana Tanzania ni sura ya Mungu kwa dunia. Kenya ni nyumba ya Mungu. Kenya is the nest of God. But Tanzania is an eye of God.
Hapo ndipo Mungu atatumia kuangalia dunia nzima imekaa vipi kabla kuivamia kwa utakatifu Tanzania. Ndio maana katika habari ya uamsho, unajua mbinguni hawawezi wakaamka tu na kutenda jambo. Kuna mambo yalipangwa na Baba wa milele kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sasa maana yake ni nini? Nilisikia Kenya ikitajwa, kisha Tanzania. Hizo ndo nchi ambazo zinapaswa kukombolewa kwanza dunia nzima. Lakini kwa nini Kenya kisha Tanzania isiwe tu Kenya? Kwa sababu Tanzania, hata ukimwangalia mwana wa Adamu, alitumia nchi jirani sana kufanya utukufu mkubwa. Yaani nchi za Kapanaumu, hizo nchi za Sidoni. Ndio maana anawaambia ole wako Sidoni, kama kweli nchi fulani ingepata miujiza ulioipata. Alipenda nchi za karibu sana kuliko watu wake wenyewe, kwa sababu watu wake wenyewe ni wachache waliosadiki. Lakini alienda nchi za kando, Kapanaumu, hapo ng'ambo ya Yordani, akinena utakatifu. Haleluya. Sasa riko tai. Kwa nini nchi mbili hizi zinaonekana kusukasuka? Ni kwa sababu kukikaribia, asubuhi ikikaribia, giza linakuwa nene sana. Kunakuwa na giza kubwa sana, kwa sababu kumekaribia kupambazuka. Kwa hiyo Mungu hatatujilia kama nabii tu. Mungu atatokea kwa sura ya Daudi. Amen, glory. Ndio maana unamuona mwana wa Adam, Yeshua wa Nazareti, yaani Yesu Kristo, hajalinganishwa na nabii yoyote ila Musa tu kwa ajili ya utakatifu na kanisa. Anafananishwa na Daudi, anaitwa mwana wa Daudi. Kwa nini asiitwe mwana wa Ibrahimu ama mwana wa Musa? Anaitwa mwana wa Daudi kwa sababu Mungu anatujilia kama mfalme na nabii. Yaani nabii kwenye madaraka. Haleluya. Yaani Daudi ni nabii ambaye ni mfalme. Mungu atatujilia kwa sura hiyo. Na ashukuriwe Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, kwa sababu nyakati hizi zitatetemesha kuliko nyakati za kwanza. No one will ignore the movement of God. There's no need of evangelism. Why? Kwa nini mnajiuliza nahubiri tu? Kwa sababu kuna package ninaandaa. Kwa sababu gani? Siku zinakuja, watalitafuta neno hawataliona, watatamani kuokoka hawataokoka. Naandaa kwanza chakula mezani, nilete vinywaji viwepo, Roho Mtakatifu. Unajiuliza kwa nini nikihubiri na nena kwa lugha? Hicho ni kinywaji. Na wapa chakula ambacho ni neno, mwili wa mwana kondoo, alafu na wapa kinywaji. Rise glory. Ndio maana nikihubiri clip haiwezi isha, lazima nimenena kwa lugha. Sio kwa sababu nataka mwenyewe, ila ni kinywaji. Unakula, unafika mahali anaona, unafika mahali Baba wa mbinguni anaona, na kampe maji. Na Roho ananifurika na nena kwa lugha. Sio kwamba nanena ili sijui julikane nina Roho Mtakatifu, hapana. Nanena kwa sababu ni kinywaji. This is a spirit. This is a spirit. I'm speaking in a spirit. Baada ya kukula, tubuni dhambi, kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu akamtuma mwanawe wa pekee, kila mwamini asihukumiwe. Haleluya, haleluya, glory mercy. Haleluya. Na nena kwa lugha, yani umeshakula, mwanangu akala, anakunywa kinywaji ili ashibe. Hicho kinywaji ni Roho Mtakatifu. Hiyo lugha inayonitoka hiyo, huyo ndo Roho Mtakatifu anakuingia. Maana ukisikia halise glory mercy, si umeisikia ikakuingia? Lise glory mercy ikakuingia, hata kama hutaielewa
imeingia na kukaa. Ndio maana mnaambiwa jihadharini na manabii wa uongo. Ukimsikia ribaganda ribazeria, hiyo spirit inakuingia. I prophesy, I want you to be rich. Enda uwe mtu kuwe rich. Na inakuingia. Unaenda unaona ndugu yako ananiroga, anafanya nini, unamuua. The devil is happy with you, you'll be rich. Instead of repenting, listening to the voice of God so that he can bless you abundantly. Lakini wewe unafanya mambo ya machukizo mbele ya Bwana Mungu aliye hai, atakufuta juu ya uso wa dunia. That is why I preach and speak in tongue. Kwa sababu tongue is the Holy Spirit. Hiyo ni kinywaji, damu ya Yesu. Preaching ni chakula cha uzima, mwili wake. Kwa hiyo mnakula mnakunywa, mnakula mnakunywa. Utaendelea kula unakunywa, unaenda unaomba. Kula unakunywa, unaenda unaomba. Kula unakunywa, unaenda unaomba. Inafika mahali unalipuka kwa hiyo lugha. Sasa pia nawe umesha kunywa, umeshiba. Sasa kitu ambacho kimebakia ni kwenda kustarehe. Si mtu akila, kwa mfano hapa nyumbani, nikishiba, nachukua kiti changu, naenda kukaa chini ya mti polepole na starehe. Sasa ninyi mkila na kunywa na kushiba, mnaenda sasa katika ufalme wa Baba yenu wa mbinguni, mnastarehe. Ndio maana naambiwa mtastarehe pamoja na Ibrahimu, Isaka na Yakobo katika ule ufalme wa mbinguni. Amen. Ndivyo ilivyo. Uwe makini, uwe mwenye ujasiri na nguvu. Usiogope dunia. Aliye ndani yako ni mkuu kuliko wa ulimwengu. Unapokuwa na Mungu, unapojaa na utakatifu, hata magonjwa yatakukimbia, taabu zitakukimbia, mashaka yataondoka, utaishi kwa amani. Amen. Riko tai glory masi. Nataka niombe. Hallelujah. Nataka niombe. Nataka ulipo uinue mkono wako wa kushoto. Nataka niombe. Ninakushukuru ewe Mwenyezi Mungu uliyezifanya mbingu na nchi. Uzima ulionipa mimi nawapa. Yote niliyoyasikia kwako na kuyaona nimeyashuhudia, ili watakapo yasikia maneno haya na kuyaweka moyoni mwao, utukufu wako upate kuonekana nyumbani mwao. Tazama, ulivyo ndani yangu ndimi nitakavyokuwa ndani yao, ili wao wakamilike kama mimi nilivyokamilika ndani yako. Ninakushukuru kwa sababu ya roho hizi, walikuwa wako ukanipa. Walio wako ni wangu na walio wangu ni wako. Ule ufalme uliokuwa wako ukanipa, naomba Baba Mtakatifu, nitakapoingia nao waingie pamoja nami, ili tupate kuishi katika ule utakatifu wa milele. Kila magonjwa mwilini mwao na sasa yaondoke, na kila taabu, misukosuko na kukosa amani, vyote ninaviamuru viondoke sasa hivi. Walio vipofu wakafumbue macho yao, walio viwete na viziwi sasa wakapate kuinuka na kusikia sauti hii inapopaswa. Wafu wote katika makaburi ya dhambi waondoke na kutoka, wawe watakatifu kama wewe ulivyonifanya mimi mtakatifu, nami nawafanya wao kuwa watakatifu, ili jina lako lile ulilonipa lipate kutukuzwa mioyoni mwao, nao wapate kuomba lolote katika jina langu, nawe utapata kujibu, ili utukufu wako ukawe juu yao. Na ni katika jina la Yeshua aliye hai naomba na kusadiki, sema amen. Asante sana, mpate kubarikiwa.